Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. wake mwenyewe, na siku ya kuomba dua atasikiwa. Anayemtukuza baba yake ataongezewa siku zake, akimsikiliza Bwana atamstarehesha mama yake. Mwanangu, umsaidie baba yako katika uzee wake, wala usipate kumhuzunisha siku zote za maisha yake. Akiwa amepungukiwa na ufahamu, umuie kwa upole, wala usimdharau iwapo wewe mzima sana. Kwa maana sadaka apewayo baba haitasahauliwa, na badala ya dhambi itahesabiwa kwa kuthibitisha. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake.
kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu zao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Tazama, tabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana akakubariki toka Sayuni. Uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, sura ya 3 aya ya 12 hadi aya ya 21. Ndugu zangu, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Ninyi wake, watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume, wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa.
Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Mamajusi walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka, akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka, akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia ya kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko. Naye akiisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti,
ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazarayo. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Naendelea kuwatakia heri na baraka kwa ajili ya adhimisho la Noeli, tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuadhimisha Noeli hiyo ndani ya mwaka huu mtakatifu wa 2025 wa kuzaliwa Mwokozi wetu. Mwaka mtakatifu, kama tulivyoambiwa mwanzoni mwa adhimisho, ulifunguliwa na leo tunahitimisha kipande hicho cha tafakari, kipande hicho cha safari ya ukombozi wetu. Katika tafakari hiyo, Mama Kanisa alituagiza tafakari zaidi safari yetu ya matumaini. Kwa hiyo tukaalikwa kutafakari sisi kama mahujaji ndani ya matumaini. Si ajabu wito wa kuingia na kutafakari kuhusu matumaini ni pamoja na kutafakari hali mbalimbali ambazo dunia yetu inapitia leo. Dunia katika mazingira, dunia katika mahusiano, lakini dunia vile vile hata katika imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Dalili za kukata tamaa, dalili za kuona pengine hayo hayana maana tena zinajifunua kati yetu. Na Mama Kanisa basi kwa mwaka huu ambao tunauhitimisha leo, akisema hebu tukae tafakari kuhusu matumaini. Na tafakari hiyo ikajengwa katika mazingira vile vile ambayo tunaweza tukaona ni tatanishi. Tulianza jubilei kwa msalaba. Msalaba ambao leo umepambwa vizuri kabisa, lakini mnakumbuka siku tunazindua jubilei, msalaba huu haukuwa na pambo hata moja. Maana hizi mbili za kuanza na msalaba ulio mtupu, wenye masikitiko, majonzi, wasiwasi na woga, uliwakilisha hali ya maisha yetu. Ndivyo tulivyoingia katika jubilei hii kuu ya 2025. Mama Kanisa akituonyesha anaelewa hali yetu, mahangaiko yetu, lakini akitutia imani vile vile kwamba pamoja na kuelewa kama tunavyoelewa sisi, hatujakata tamaa. Ndio maana bado tuko kanisani. Ndio maana tulianza safari katika mahangaiko hayo ndani ya imani yetu, pamoja na kuyabeba mahangaiko hayo. Tumefanya safari, tumetafakari, tumefunguliwa hata milango mitakatifu, kwamba pale tuliposhindwa kuongea tuweze tu kupita, tupite katika mlango huo. Sijui ni wangapi walisema nini wakati wanapita katika ile milango, lakini si ajabu hatukusema zaidi yale ambayo ndio hali halisi ya maisha yetu. Labda tulitoa shukurani tayari kwa ile kuona milango hii mitakatifu imefunguliwa. Tulisali kwa nia zetu binafsi, tulisali kwa nia za Baba Mtakatifu, ili tuweze kupata rehema kamili pale ambapo msalaba ambao tunauogopa tumeusababisha sisi kwa maanguko yetu ni rehema ya Mungu. Ndio maana hija imekuwa kipindi cha kujichotea rehema, pata rehema kamili kila tulipotenda hilo. Ni imani yangu
kila mmoja wetu ndani ya msalaba wake ameonja vile vile kipindi hicho kuwa kipindi cha rehema. Tukisogezwa karibu zaidi na sakramenti ya kitubio ambayo wachungaji waliambiwa na kuelezwa, na pengine hata pale ambapo tumejikuta tuna vifungo vikalegezwa vifungo vyetu, mambo machache yakabaki. Yale maungamo ambayo pengine tulimhitaji askofu ndio asikilize, ikatolewa uwazi huo kwamba sasa nendeni kwa kila padri. Kabaki yale tu ambayo yametunzwa kwa Baba Mtakatifu. Yote hayo ni kutufungulia mlango mkubwa zaidi kuliko ambao tulikuwa tunapita kwa hali yetu ya kibinadamu, na kuelewa kuna mlango mkubwa zaidi ambao utapokea kila msalaba. Kila msalaba. Ndio maana tumepita katika kipindi hicho cha mwaka mmoja katika neema hizo ambazo zimebubujika kwetu, naamini kila mmoja kwa hali yake. Lengo ulikuwa ni mwaka wa kuamsha matumaini, na kama Mtume Paulo anavyoandika kwa Warumi, tumaini halidanganyi. Hii ndio ilikuwa tafakari yetu. Ukiweka tumaini la kweli kwa Mwenyezi Mungu, tumaini halidanganyi. Leo tunapohitimisha, mbele yetu tuna msalaba wenye pambo, msalaba wenye tumaini kubwa. Msalaba huu, mapambo yake, mianga hii tuliyoweka ni ishara ya matumaini, tumaini iliyojengwa katika ushindi. Kumbe wakati ule tunaingia mwaka tukiwa na tumaini la kupunguziwa mizigo yetu. Ndugu zangu, leo tunaalikwa na Mama Kanisa kuweka tumaini katika ushindi ambao kila mmoja ameupata, uwe mdogo uwe mkubwa, mbele ya Mwenyezi Mungu ni ushindi, na unaanza na nia njema ambayo kila mmoja wetu alijiwekea. Ndiyo ambalo tunaalikwa leo. Kwa hiyo hatufungi safari yetu ya matumaini. Ni matumaini sasa yenye furaha, matumaini yenye ushindi, bila kuukimbia msalaba, bila kuukimbia msalaba. Lakini msalaba ambao tunaamini sasa umetoka katika hali ya woga na wasiwasi, na kuona sasa unatupeleka katika ushindi mkubwa. Ndio maana Mama Kanisa anatualika leo tuadhimishe katika sikukuu hii ya familia takatifu. Familia takatifu, tumesikia matumaini ambayo yanawekwa. Tumesikia somo letu la kwanza katika kitabu cha Yoshua bin Sira, ambacho vile vile hata chenyewe ukiangalia kinaangalia matumaini yaliyo ndani ya familia. Yoshua bin Sira alitafakari neno la Mungu, na ndio inakuwa mwanzo wa kuandika kitabu chake. Amesoma maandiko matakatifu, ameyatafakari, ameyaelewa. Analenga katika kujenga sasa maandiko matakatifu yaingie katika jamii, na ndio maana fundisho lake ni utenzi ambao daima aliutoa kwa wanafunzi wake. Aliwafundisha na kuonyesha jinsi maandiko matakatifu yanavyoana na maisha ya kila siku ya mwanadamu. Ndio anachoandika Joshua bin Sira. Akaandika kiasi kwamba mpaka hata wengine hawakumuelewa, akasema hili sio neno la Mungu, kitabu hiki kiondolewe. Kuna madhehebu ambayo mpaka leo hayasomi kitabu cha Yoshua bin Sira. Wanaona kama mbona ni porojo fulani. Lakini porojo hizo zina maana katika maisha yetu. Sehemu ya somo tuliolisoma leo ambalo anaelekeza kuhusu mafundisho yake kuhusiana na jamii hii takatifu, familia, anaionja na anaongea katika mazingira ya wakati ule. Mwanamke anamweka huku, mwanaume anamweka huku, kwa sababu ilikuwa hivyo. Huwezi ukaongea kuhusu swala zima zuri na ukasema lina usawa kwa mama na baba. Na ndio maana Yoshua bin Sira naye anakumbwa na udhaifu huo wakati wake, lakini bado analeta fundisho la Mungu. Familia iweje iwe familia takatifu? Anasema la kwanza ni heshima, lakini heshima hiyo ijengwe katika haki. Sema anayemheshimu baba yake atapata baraka, na vile vile
kumtendea haki mama yake, ana baraka iliyo kubwa zaidi. Anapoongea baba na mama, na hasa kuelekea watoto, kwanza kabisa anafunua mfumo huu ambao Mungu ameupenda, ambao jamii ilikuwa imefikia sasa imepoteza dira yake. Wakaiona familia kama basi ni mkataba tu wa kukusanyika watu na wakaachana wanavyotaka, au hata ndoa wakaitafsiri jinsi wanavyotaka, hata katika nyakati ambavyo tunapitia leo. Anasema hapana, msingi wake ni heshima. Na tena anawaambia watoto kwanza, lakini pale pale anawaambia na wazazi, msiwe sababu ya watoto wenu kukata tamaa. Kwa hiyo ni mshikamano, ni mwingiliano ambao leo sisi tunautafakari kama familia kubwa ya Mungu, lakini iliyojengwa na familia za binadamu, na mbele yetu mfano wa familia takatifu Yoshua bin Sira. Anapoeleza utii, analirudisha kuonyesha kwamba si ugandamizaji hata kidogo, ni ishara ya unyenyekevu. Na ukimsoma vizuri Yoshua bin Sira anaonyesha kwamba kile watoto wanachopeleka kwa wazazi ni uwekezaji ambao utakuja kuwarudia wao wenyewe. Anamtii baba yake, atakuja kuwafurahia watoto wake. Amewekeza kwa baba. Ni wazi katika maisha ya kawaida ya binadamu, ukimpiga mzazi wako hivi, ukija kupigwa na watoto wako utashangaa. Ndipo siku utakapokumbuka ulishawahi kumpiga mzazi wako, na ndio uwekezaji uliouweka. Hali kadhalika Yesu anaonyesha kwamba ukitenda mema kwa wazazi wako na kesho ukaja kutendewa na watoto wako, hutaiona kama ni deni, ni thawabu. Na ndio anarudi anawaambia watoto, watendeeni mema wazazi wenu mpaka ifikie si tena hisani bali sadaka, na sadaka inayovuka ubinadamu wenu ikaenda kumgusa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tukimchukua Yoshua bin Sira tukamwingiza ndani ya familia zetu leo, ni familia takatifu nyingi ambazo zinahangaika kwa sababu ya kukimbia msalaba wa familia. Msalaba tunaoingia nao tukadhani ndio tutakao toka nao. Yoshua bin Sira anaonyesha hata kidogo, matunda ya msalaba ni ukombozi wako wewe na wale wanaokutegemea. Lakini leo tuna wazazi ambao wanakimbia familia, wazazi wanaoacha watoto, wazazi wasiotimiza wajibu wao kwa watoto. Halafu tunakuja kushangaa hao watoto wanapokuja kutokea kizazi ambacho kinatenda yale ambayo sisi tumepandikiza ndani yao. Pandikizo letu kwa ufupi, Yohana bin Sira anatualika katika familia iwe ni lile ambalo hatimaye Mungu atafunuliwa katika familia zetu. Na ni familia hizo ndogo za baba, mama na mtoto ndio zinazokujua leo kutujengea familia kubwa. Taifa inatujengea dini, inatujengea dhehebu, na hata tukaweza sasa kutafakari kwa pamoja kama tulivyofanya katika mwaka mtakatifu, tukasafiri pamoja. Familia takatifu kama tulivyosoma katika sala ya mwanzo inaletwa kwetu kama mfano wa familia. Kuzaliwa kwa Yesu katika Maria na Yosefu ndani ya familia yao kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wengi pengine tafakari yetu tulikuwa kibinadamu tungeweza kusema basi, maada Mungu ameamua kupitisha katika fumbo lake ndani ya hawa watu wawili ambao wenyewe pia wameishi kama fumbo, labda tungesema sasa Mungu nguvu zake zote angeelekeza kwa Yesu, Maria na Yosefu. Katika somo tunaona sana sana ni maelekezo tu. Inuka, ondoka. Herode anataka kumuua mtoto. Kuondoka kwake, aliondoka kama binadamu. Alipata shida, alitembea kwenda Misri. Ameishi ugenini na mtoto mchanga. Yale ambayo leo tunayakimbia katika familia zetu. Familia isiyokubali
kupokea msalaba. Itakimbia katika mwelekeo wake, sio ule wa kutafuta ukombozi, kwa sababu haina sauti inayoielekeza. Hayo tunaona familia ambayo sasa tunakaa hatuunganishi mambo yetu na ile mipango ya kimungu. Ndugu zangu, hatuwezi kukwepa au kuyatafsiri yale yanayotokea kama changamoto katika sura yake. Familia takatifu leo inatufunulia hilo. Inatufunulia hilo kwamba matatizo yapo ndani ya familia, haikataliki. Hata Yosefu na Maria ni tatizo. Mnaposikia mtoto wenu ambaye mnaye sasa anatafutwa auawe, sidhani kama ni faraja kwa wazazi. Hata kama hao watoto wametoka ndani bila wewe kushindwa kuwazuia kurudi, halafu ukaambiwa ameuawa kwa risasi. Hivyo wewe mzazi unaweza ukasema basi kivyake, kwa sababu ametoka mwenyewe. Ni mahangaiko katika familia. Lakini tunachukulia mahangaiko mbalimbali yanayotokea familia kama fursa sasa ya kujifunza na kuona kwamba tuangalie hata hali zijazo. Yosefu anaporudi anatumia akili yake. Anagundua kule Uyahudi anayeongoza ni mtoto wa Herode. Tayari pale anajua huyu si ambaye amerithishwa na baba yake uovu wa baba yake. Pale anatumia akili, anasema hapana, sirudi Bethlehem na kwenda Nazareti. Lakini ukweli ni kwamba tatizo la kwanza lilikuwa limepita, na alitumia tatizo la kwanza kama tafsiri ya kujijenga na kuona tatizo la pili. Je, familia zetu leo matatizo yanatujenga? Si ajabu ndio maana simu zina password, diary zetu hazionekani, kwa sababu humo tumeandika leo kanitukana hivi, kesho jana alifanya hivi. Yaani badala ya msamaha pengine tunatunza kumbukumbu ya kukoseana, na haijengi, kwa sababu unamtafutia aingie katika mfumo wako. Sasa hivi mnasema ameingia katika mfumo, si ndio? Unamjengea mazingira kama mtego aingie, na tunapoanza pengine vurugu katika familia ni hiyo litania ya yale ambayo yamepita, hayajageuka hata kidogo kuwa onyo la kwamba yameletwa na mazingira, na tukikwepa mazingira haya basi hili tatizo tutakuwa tumeliondoa katika familia. Na likawa sehemu sasa ya kutuunganisha na Mungu. Yosefu pamoja na tatizo hilo la Herode ambaye anamtafuta kibinadamu, lakini tunasikia malaika ndiye aliyeingilia kati. Familia ina matatizo, lakini lazima tujenge misingi ya kuona tatizo moja litufundishe kutojirudia ndani ya familia. Na hapo ndipo tunaweka juhudi ya malezi, juhudi ya upendo, juhudi ya utii. Anaandikia Paulo wa Kolosai, tumesikia katika somo la pili, watiini waume zenu, wapendeni wake zenu. Wanaharakati kama ilivyokuwa enzi za Yoshua bin Sira, kwamba mama bado hawezi kupata sifa ya baba na baba sifa ya mama. Leo hii wanaharakati somo kama hilo wanasema lisisomwe. Ni kudhalilisha kina mama, kwa sababu kina mama wanaambia watiini waume zenu, wakina baba wanaambia wapendeni wake zenu. Huwezi kutii bila upendo, na huwezi kupenda bila utii. Na kwa kweli Paulo anachotaka kuonyesha ni hilo, kwamba kama vile baba na mama walivyobadilishana upendo, watabadilishana hata utii. Kama huyu mmoja anao zaidi, na atakuwa ni mfundishaji wa mwingine katika utii. Baba atajifunza kwa utii kama mama ni mtii. Kwa hiyo mifumo hiyo ambayo ipo leo pengine kweli na tunaikemea isiendelee, mifumo dume kwa mfano, haitamalizwa tu kwa hotuba za majukwaani. Lazima ingie ndani ya familia. Wababa wajifunze karama ambazo mama amepewa, na amepewa zawadi na Mwenyezi Mungu.
na hatimaye vile vile mama achote karama ambazo baba anazo. Na hatimaye Paulo anaonyesha Wakolosai lile lile ambayo Yoshua bin Sila anaongea, lile lile ambalo familia takatifu inaonyesha, makuzi ya watoto watakaokuwa wamerithishwa tunu za wazazi wao. Hasa tukisema leo ni uhuru, mama asiyemtii, kwa sababu ni wakati wa uhuru wa 50 kwa 50, akaondoa sifa ya umama ndani ya familia. Tunajenga familia ipi? Mama ana karama zake zilizowekwa mpaka hata katika kuumbwa kwake, jinsia yake anazo, amezibeba, ni wajibu wake azishirikishe kwa familia. Na kutoka pale ndio Paulo anakuja kuonyesha sasa, kama Joshua bin Sira vile vile ina matunda yao baadaye, kwamba hali mbalimbali ambazo leo ni changamoto kwa familia tunaweza kuzishinda kwa kuziweka pamoja. Anasema, watoto, msiwasababishie wazazi wenu uchungu. Uchungu wa wazazi unatoka wapi leo? Sidhani kama kuna uchungu zaidi ya mzazi ambaye anamwona mtoto ameharibika, lakini ameharibikia wapi? Ni uchungu ambao tunauficha ndani. Lazima mzazi unagundua ni wapi ambapo kutekeleza wajibu wako. Kutekeleza wajibu, ametokea mtoto huyu hataki kusoma, hana utii, haelekezeki. Hayawezi yakatokea yenyewe tu kwamba amezaliwa hivyo, kwa sababu tabia vile vile tunarithishana. Sasa kama hakurithishwa, ataenda kuokota. Atakapozirudisha nyumbani, analeta uchungu. Uchungu ambao Paulo anasema msiwapelekee uchungu wazazi wenu. Watoto ambao wanawaacha wazazi wao, tena katika wakati tete kabisa, wazazi wanapopata matatizo, wazazi wanapozeeka, tunawakimbia. Tuliyasikia zamani huko kwamba yanafanyika huko katika nchi, lakini leo yapo kwetu. Watoto kutelekeza wazazi kwa sababu nguvu zao zinapungua. Na anasema usije ukaliona hilo kwa sababu wewe una nguvu sana. Ni kama anatuambia, ndugu yangu, unavyomwona mzazi wako ndiko unakokwenda. Je, wazazi tuliandaa hilo? Wewe unapolalamika umezeeka sasa hivi unaachwa, walikuona ulivyokuwa unamfanyia mzazi wako. Ulivyokuwa unamrudisha kijijini akitaka kuja kukusalimia. Ulivyofanya watoto pengine wasimfahamu hata mzazi wako, kwa sababu pengine ana hali duni kuliko yako. Paulo anatuambia ndiko tunakokwenda. Na kumbe, ndugu zangu, tunaanza kuona sasa, pamoja na kwamba familia inajengwa kwa baba, mama na watoto, ni mshikamano wa kijamii ambao unaendelea kuchota kwa waliopita na watakao kuja. Ndiyo maana sisi leo tunakaa kama familia. Katikati yetu tunaweka msalaba. Katikati ya familia wekeni msalaba. Kama ni msalaba wa majonzi unahitaji kubebwa, tushirikiane tuubebe pamoja. Iwe familia, iwe hija ya matumaini. Na ndio maana sisi tunahitimisha leo, lakini tukilirudisha hili ndani ya familia, ni ya matumaini mpaka mwisho. Familia hii takatifu inakwenda mpaka Yesu anapokamilisha ukombozi. Maria yuko chini ya msalaba, anashiriki mateso ya mwanaye, lakini anashiriki vile vile furaha ya ufufuko na ujio wa Roho Mtakatifu. Tuweke msalaba katika hija yetu, si kama chombo cha mateso tu, safari ya matumaini kuelekea ukombozi, na ukombozi dumifu. Sifa za familia ziendelee kubebwa na familia.
ijulikane kwa safari hiyo walioanzisha mababu zao, wakachukua wazazi, wanachukua watoto, watachukua wajukuu, familia takatifu. Kumbe ndugu zangu, tunapohitimisha leo mwaka huu mtakatifu wa jubilei, tunafungua safari nyingine. Na kama Baba Mtakatifu Francisco alivyotuambia, mbele yetu katika kuelekea safari hiyo tunazo safari kubwa mbili sasa hivi. Mwaka 2033 ni mwaka mwingine mtakatifu ambapo tunatimiza miaka 2000 tangu Kristo alipofufuka, alipoteswa, akafa, akazikwa na akafufuka. Inatimia miaka 2000, mwaka wa 2033. Ni tukio la matumaini, la kujiandaa, la kupanga mikakati, tunauingiaje mwaka 2033. Tunakwenda mwaka 2050 kwa watakao kuwepo, kuweka matumaini. Kama hautausherehekea hapa duniani, jiandae ukausherehekee mbinguni. Kwa hiyo maandalizi yanamhusu kila mtu, hata yule ambaye ana uhakika kwamba mimi 2050 sipo, lakini bado ni safari ya matumaini. Kwa hiyo tunaona hatuna sababu ya kusema tumefunga kabisa. Tunafunga, tuhitimishe, tuweke fungu jipya, safari mpya, tuendelee na safari. Tunapumzika, tunaongeza mafuta, tunatumia mafuta ambayo tumeongeza katika hija hii sasa kutupeleka katika hija nyingine, na kama tulivyosoma katika sala yetu ya kwanza, hatimaye nyumba ya milele mbinguni ndio mwisho wetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu matumaini tuliyoyajenga yaingie katika nyanja za maisha yetu. Tumesikia wito, tunaambiwa msiogope, na kipindi cha Noeli tumelisikia mara nyingi, msiogope. Matumaini yetu yasijengwe katika uoga, na hasa uoga wa kuangamiza. Kama ni uoga, yaogope dhambi, yaogope uharibifu, yaogope utengano, na yale yanayotujenga yawe sababu ya matumaini. Leo yanayotujenga ndio yamekuwa sababu ya kuogopana. Siasa ambayo inapaswa kutuongoza na kutupatia viongozi wazuri na dira nzuri kwa kipindi tunachojiwekea kwa matakwa yetu sisi wenyewe, leo imegeuka tishio. Paende huko vile vile matumaini. Uchumi wetu, kuheshimiana na kujaliana na kuhakikisha kama tunafanya kazi kwa uchumi wa nchi, pato lake linamgusa na kutumiwa na kila mmoja. Jamii yetu, tuonane ni ndugu, tufahamiane. Leo hii tuna watu wanaitwa wasiojulikana. Mimi nikiona humu wote nawajua, sasa afu tena mnageuka msiojulikana, kwa sababu tu una nguvu ya kuweza kufanya uovu na usionekane, na ikaleta mtafaruku, huyu kamlaumu huyu, kamlaumu huyu, wewe umepita katikati. Mifumo hiyo ishindwe. Iwe jamii ya watu tunaojuana. Hata kama unataka kunishambulia, tujuane, kwa sababu hata tunawaita wasiojulikana, wale wanaowaua wanawafahamu. Na kama unaamini katika uzima wa milele, atakushtaki kule. Hujulikani kweli hata mbele ya Mungu. Kwa mifumo hiyo ambayo leo inaharibu jamii, inaondoa sifa ya familia katika familia nzuri ya binadamu aliyoiumba Mungu, tuombe iingiwe na matumaini, iache. Na kama ni kuachwa kwake, kila mmoja wetu anapaswa kuwajibika. Tupiganie mema, tukibeba misalaba yetu, tukisaidiana katika misalaba hiyo, na kuifanya kweli hatimaye viwe vyombo vya wokovu, ing'ae
iangaze, ifute kifo, ilete tumaini la ufufuko. Ndio msalaba ambao leo tunaukabidhi tena kwa Mwenyezi Mungu baada ya kuutumia na kuturudishia matumaini katika maisha yetu. Kumbe tunapomaliza safari hii, tujue tunafungua safari mpya, tunaendelea na safari tulionayo, ni hija ya maisha tunaendelea nayo, tukimwomba Mwenyezi Mungu na nguvu hizi tulizochota na mifano tuliyopata iendelee kutuimarisha na tuishi kama familia moja. Tumsifu Yesu Kristo. Kanisa ambalo ni msimamizi wa mpango wa wokovu liwatangazie wote kwa maneno na matendo imani katika Bwana mfufuka. Jalia ili ulimwengu ukivutwa na upendo wa neno aliyefanyika mwili uepushe mapigano ya silaha na badala yake utafute maelewano na amani. Wale wanaoteseka wasianguke katika kukata tamaa, bali wahisi katika mioyo yao zawadi ya tumaini la Kikristo. Kwa mfano wa familia takatifu ya Nazareti, familia ziwe na mwitikio kwa mpango wa Mungu ambaye waita kila siku kuishi katika upya wa upendo. Kwa kuimarishwa na nguvu na msamaha na kufanywa upya kwa neema ya mwaka wa Jubilei, jimbo letu la Geita liendelee kutembea katika mwanga wa Injili. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.